Naam, ni matumaini yangu kwamba unaendelea vyema mpenzi mtazamaji, na hujambo na karibu tuweze kuchambua taarifa zetu ndani ya Bambika Media 255 awamu hii. Mtazamaji, tuanze na taarifa ambapo sasa yule ambaye ni mbunge kutoka huko eneo la Homa Bay, namzungumzia mbunge wa Homa Bay mjini, namzungumzia Mheshimiwa Peter Kaluma, amefunguka na kuweza kuwashambulia wale ambao ni viongozi kutoka eneo la Mlima Kenya ambao waliunga mkono serikali ya Rais William Ruto kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Na kulingana na Kaluma ambaye amezungumza vibaya, amesema kwamba anafurahia sana kwa sababu hao kama wakazi wa eneo la Nyanza hawakuweza kumpigia kura Rais William Ruto, lakini wanakula matunda ya watu wengine, watu kutoka eneo la mlima ambao waliweza kumunga mkono Rais William Ruto. Kulingana na Kaluma ambaye ameweza kuzua mijadala kwenye mitandao ya kijamii, ameonekana akiweka wazi kwamba sasa wao kama wakazi wa eneo la Nyanza wanabambika na wanafurahia sana, ikizingatiwa kwamba hawakuweza kuchangia vyovyote vile kwenye kura za mwaka 2022. Lakini sasa baada ya Raila Amolo Odinga na Rais William Ruto kuweza kukubali kufanya kazi kwa pamoja, sasa wale ambao wanafaidika sana ni wakazi wa eneo la Nyanza na wakazi wa eneo la Mlima Kenya wakiendelea kuumia. Ni kauli ambayo imeweza kukosolewa na baadhi ya Wakenya wakisema kwamba mbunge huyo anafaa kuwa na heshima, kwani hafai kuweza kutumia maneno kama hayo. Mtazamaji, kwa maoni yako unafikiria kwamba je, kauli ya Kaluma ni ya ukweli kwamba eneo la Nyanza halikuhusika kivyovyote vile kuweza kumuunga mkono Rais William Ruto, lakini sasa hao ndio wanafaidika na serikali ya Kenya Kwanza, ambapo wengi wanasema kwamba Raila Amolo Odinga amekuwa akitumia mbinu hii kwa miaka mingi sana, imekuwa upande wa upinzani, lakini baadaye anajiunga na serikali na watu wake wanaweza kuwa wanafaidika na serikali. La msingi, hakikisha kwamba umesubscribe ndani ya Bambika Media 254 ili uweze kupata habari moto moto.